Je, unahitaji taarifa kamili na uchambuzi wa ndani zaidi? Jiunge sasa katika grupu letu la WhatsApp kwa malipo nafuu kabisa. Utapata uchambuzi wa kila siku, mchana na jioni, update za dunia kwa haraka zaidi, fursa ya kumuuliza maswali Rahby papo hapo na kupata majibu ya haraka zaidi kutoka kwake. Usikose nafasi hii adhimu. Jiunge sasa na uwe mbele ya taarifa kuliko wengine. Tupigie kwa simu namba 0654467177 au tuandikie ujumbe ni unge na Rahby. Tutakuunga moja kwa moja. Kwanza, kuna taarifa ambayo imetolewa inasema Irani imewasilisha barua rasmi kwa Umoja wa Mataifa kwenye ofisi yake ya huko Geneva, Uswizi, ikionya kwamba machafuko yaliyotokea hivi karibuni nchini mwao ambayo yalianza kama maandamano ya amani katika kuonyesha wasiwasi wa kiuchumi, baadaye yalisababisha vurugu kupitia uchokozi na ushiriki wa vikundi vinavyohusiana kigeni, ikiwa pamoja na kuwapa silaha watu wanaohusiana na mamlaka zilizotoka nje. Kulingana na ujumbe wa kudumu wa Jamhuri ya Kiislamu ya Irani, ongezeko la vurugu baada ya Januari 7, 2026 ilisababisha mauaji ya raia wasio na hatia, cha kutisha zaidi, kulengwa na kuharibiwa kimakusudi kwa maeneo ya ibada, ikiwa pamoja na misikiti. Mashambulizi haya ya vurugu, kama ilivyo barua hiyo inasema, yanaendana na muundo mpana wa vurugu unaolenga kuchochea hofu na kudhoofisha mshikamano wa kijamii na kuchochea uadui unaosababishwa na dini. Maskini Irani bado wanaishi kwenye ile dunia ambayo wanaishi kina China, wanaishi Urusi, kwa kutegemea taarifa au kutegemea shirika la Umoja wa Mataifa kuwa labda tupitishie hapa. Yani bado wapo kwenye utaratibu halisi ambao dunia iliufeki na kuweka. Naweza kusema kwa Irani wameamua kuishi hapo. Ndio maana unaona wanaandika barua, wanakumbusha majukumu, wanakumbusha kila kitu, lakini si kwamba Irani hawajui, wanajua kuwa hiyo yenyewe Umoja wa Mataifa ni haina meno. Hawezi kusema kama ina meno au itaamua lolote against American Israeli. Kwa hiyo ni kutimiza wajibu wa Irani ambao wameutoa huo. Sasa kuna update nyingi nasema hivi. Qatar ilitangaza Jumatano kwamba imetekeleza hatua za tahadhari katika kituo cha anga cha Al Udeid kinachoendeshwa na Marekani, ikiwa pamoja kuwaondoa baadhi ya wafanyakazi ili kukabiliana na mvutano ulioongezeka wa kikanda, ofisi ya habari ya kimataifa iliripoti. Ofisi hiyo ilisema hatua hizo zinaangukia ndani ya juhudi pana za kuhakikisha usalama wa raia na makazi na kulinda miundombinu muhimu ya maeneo ya kijeshi, ikibainisha kuwa taarifa zozote za ziada zitawasilishwa kupitia njia rasmi. Hii ni taarifa ambayo Qatar wanatupa. Unajua Qatar ndio kuna CENTCOM kubwa zaidi yenye askari zaidi ya 10,000 ya Amerika iko pale. Unakumbuka mashambulizi yale yaliyopita, Irani walifanya mashambulizi baada ya Marekani kufanya mashambulizi kwenye kambi, kwenye vituo vya nyuklia vya Irani. Irani ilijibu kwa kupiga kambi za kijeshi za Marekani zilizopo Qatar. Sambamba unakumbuka kipindi alivyouawa General Qasim Soleimani, wao walipiga kambi za kijeshi zilizo Iraq. Sasa taarifa ambayo imetolewa na Irani imezionya nchi zote jirani. Hasa alikuwa ameelekeza taarifa kwenye nchi za Ghuba kuwa Irani itajibu kwa nchi yoyote itakayoruhusu kufungua anga yake kwa Marekani na Israeli kufanya mashambulizi ndani ya ardhi ya Irani. Kwa hiyo nchi hiyo itakuwa ni target, ikilengwa, ikiwemo hadi Uturuki, mwanachama wa NATO ametajwa. Kuna taarifa ambayo imeonekana ya ufalme wa Saudi Arabia pamoja na Omani na Kuwait, nadhani walitoa taarifa, pamoja na Omani walitoa taarifa ya kuwa wamezuia Marekani kutumia anga zao kwa mashambulizi yao dhidi ya Iran. Kwa hiyo wao hawataki hilo. Lakini katika hiyo taarifa haipo UAE. UAE haijasema kama
anga yake itatumika au haitotumika, au vituo vyake vitatumika havitotumika. Lakini taarifa iliyotolewa na Irani tu imezionya mamlaka na majirani zake kuwa kwa nchi yoyote ambayo itakayoruhusu anga yake kutumika dhidi ya mashambulizi, basi ikae inajiandaa kwa hilo. Sasa taarifa zingine zinasema Marekani imewaondoa wafanyakazi fulani kutoka kambi muhimu za kikanda huko Asia ya Magharibi kama tahadhari. Afisa wa Marekani alikuwa anaongea na Reuters akasema hivi, Asia ya Magharibi ndio Middle East, eneo kubwa la Middle East la Mashariki ya Kati ndio Asia ya Magharibi. Vyanzo vya kigeni vimeripoti kuonekana kwa angalau ndege 8 za angani za KC-135R zikijaza mafuta huko Honolulu, Hawaii, katika kile kinachoonekana kuwa maandalizi ya kupelekwa kwao Mashariki ya Kati. Kuna ndege zimeonekana kule Honolulu, kule visiwani kabisa Hawaii, huko mbali. Sasa hizo zinaelekea kule Diego Garcia. Mnajua, inaaminika kwamba ndege hizo zitatumwa kwenye kisiwa cha Diego Garcia kufuatia kuonekana kwa ndege nyingine zikijaza mafuta na kuelekea huko. Hizi ni baadhi ya update ambazo unazipata na zipo, yani katika kuleta ile hali ya kuwa nini kinakuja kutokea. Yani kwa unaweza kusema kuwa it's loading, yani war iko loading ya 85% kwa hivi sasa. Al Arabia inasema hivi, Uturuki na wasiwasi na vitisho vya Irani vya kulenga kambi za Marekani katika eneo hilo, ikiwa pamoja na zile za ndani ya eneo la Uturuki. Onyo limetumwa na Irani kwa nchi ikiwa pamoja na Saudi Arabia, Falme za Kiarabu, Uturuki na Qatar kwenye kambi za kijeshi za Marekani. Niliwahi kuambia Omani haina kambi ya kijeshi ya Marekani, ila inayo kambi ya kijeshi ya Uingereza, kwa sababu Omani iko chini ya Muingereza, ila hao wengine wote ndio wamezunguka. Sasa Muingereza, Marekani ni mtoto na ni mjomba, na mtoto wa mjomba na mtoto wa shangazi. Kwa hiyo huwezi kusikia lolote ambalo linaendelea. Taarifa nyingine inasema wanadiplomasia watatu walikuwa wameiambia Reuters kwamba baadhi ya watu walishauriwa kuondoka katika kambi ya jeshi la anga la Al Udeid ya jeshi la Marekani huko Qatar ifikapo Jumatano jioni. Kambi ya jeshi la anga la Al Udeid ndio kambi kubwa zaidi ya Marekani katika Mashariki ya Kati, ikiwa na wanajeshi wapatao 10,000. Kabla ya mashambulizi ya anga ya Marekani dhidi ya Irani mwezi Juni, baadhi ya wafanyakazi walihamishwa kutoka kambi hizo zilizopo Mashariki ya Qatar. Qatar ndiyo kambi kubwa zaidi. Sasa nimekupa update hizi ili uelewe nini kinakuja kutokea. Kutoka Trump ambaye alikuwa wakati anafanya kampeni akitoa shutuma nyingi sana kwa utawala wa Joe Biden kujiingiza kwenye matatizo mengi. Anasema kama ningekuwa mimi vita ya Urusi na Ukraine isingekuwepo. Kama ningekuwa mimi kusingekuwa na vita ya Israeli na Hamas. Kama ningekuwa mimi kusingekuwa na. Wakati huo akaonyesha nia kuwa yeye ni mtu ambaye anahitaji sana masikilizano na anataka mazungumzo. Hata kuhusu Irani mara hii alisema kuwa anataka sana mazungumzo, na ndio maana alifungua mazungumzo ya awali yeye azungumze na Irani. Kwa ajili alitaka mazungumzo. Awamu yake ya kwanza alivyokuwa madarakani alizungumza hadi na Kim. Nakumbuka walikutana hadi na Kim wakati ule, lakini alizungumza na karibu nchi nyingi alizungumza nazo. Lakini aliongeza vikwazo kwa Irani. Mara hii alikuwa amekuja kivingine akiclear, anasema kuwa tunataka dunia yenye amani, akilaumu utawala wa Joe Biden kuwa ni utawala uliosababisha matatizo mengi duniani na kusababisha mizozo na vurugu kubwa. Ndani ya mwaka mmoja wake White House amefanya mashambulizi katika nchi 7 tofauti. Rais wa amani amefanya mashambulizi 7, yani mashambulizi katika nchi 7 tofauti kwa mwaka mmoja. Nini kimebadilika? Ukweli kuwa Trump ni kama amebadilishiwa ramani ya vita. Ndio utasema hivyo. Ni ukweli. Trump sera ilikuwa ni MAGA tu. Hakuwa na sera nyingine. Na sera yake ilikuwa kurudi madarakani ni kwenda kulipa kisasi kwa wabaya wake ambao waliosababisha ashindwe kwenye uchaguzi ule wa 2020 dhidi ya Joe Biden. Kwa hiyo ni kama aliingia kwa ajili ya visasi. Haya mengine yote ameyakuta juu ya meza yake.
ameyakuta juu ya meza. Kuna rafiki yangu mmoja alinipigia simu kaniambia, Rahbi, kuna kitu niliona ulisema kuwa nilisema nini? Anasema yeye alikuwa akinielekeza, nadhani alikuwa akinipa elimu. Ananiambia nataka kukuambia kuwa marais wa Marekani huwa hawajui lolote, kila kitu wameandikiwa, wamekewa, wenyewe wanafuata tu kile kinachokuwepo. Kwa sababu nilikuwa na kazi muda ule, sikuweza kumjibu, tungezungumza muda mrefu sana. Nikamwambia nashukuru kwa kunielekeza. Akaniambia sio kweli kuwa Trump yani yeye anaelekezwa tu, hiki utakifanya hivi, kwa hiyo hana maamuzi yoyote ya kufanya hivi. Hilo unaweza ukalichukua likawa hivyo, lakini marais wanayo mandate, wanayo ya kukataa na kukubali. Ndio maana Barack Obama alivyoanzisha mazungumzo na Iran, Israel walikuwa hawataki mazungumzo na Iran. Wakati ule ulizuka ugomvi mkubwa sana kati ya Barack Obama na Netanyahu. Kwa wale mnaofuatilia historia, mnaofuatilia habari toka kipindi hicho, kulikuwa kuna ugomvi mkubwa sana kati ya Irani kati ya Marekani na Barack Obama. Barack Obama with Netanyahu, ugomvi mkubwa sana. Lakini Barack Obama hakufata shinikizo la Mossad wala Israeli. Aliingia makubaliano na Iran na alisaini makubaliano na Irani ya JCPOA, ambapo Israeli walishindwa kutumia ushawishi wao hapo kwa kumlazimisha fanya hivi. Ila Obama akaenda kuwazawadia Wazayuni kinga zaidi, kwa sababu walimwambia kuwa kama unamruhusu Irani afanye biashara, atoke afanye biashara, Irani atapata pesa. Akipata pesa atakuwa na uwezo mkubwa wa kuboresha kila kitu chake na kiwe kubwa. Kwa hiyo Marekani, Obama akawaambia, sisi tutawaongezea ulinzi zaidi nyinyi na mtakuwa salama. Ndio kwenda kufanya marekebisho ya ule mkataba wa 3.8 billion. Wakati huo ulikuwa umefika ni 2.5 nadhani, kati ya 2.5 au 2.7 ambayo Israel alikuwa akipokea kwa Marekani. Barack Obama akasaini ule mkataba wa 10 years ambao utaipa Israeli kutoka 2.7 watapokea 3.8 billion kila mwaka kutoka kwa Marekani kwa ajili ya uwezo wa ulinzi, wajikinge dhidi ya. Kwa hiyo ni kama Obama aliwapa ile ofa. Sasa ukweli ni kuwa hii vita ni ya Israeli kupitia wakala wake Marekani, lakini sio ya Marekani with Irani. Marekani hana chaguzi. Nimeshalizungumza mara nyingi sana kuhusu hii utaratibu wa Trump umebadilishwa na kile alichoingia nacho kimeondolewa. Ndio maana amegombana hadi na washirika wake kina Green. Yaani watetea MAGA wote wamna ugomvi na Trump hivi sasa, kwa sababu Trump katoka nje ya mstari, hachezi tena Marekani kama vile alivyokuwa ameahidi kuwa yeye anataka kurekebisha uchumi wa Marekani na kurekebisha mambo ya Marekani, lakini sasa anashughulika na masuala ya nje mno ya kutumikia nchi zingine. Kwa hiyo hawa washirika wa MAGA wanaona kama Trump katoka kwenye mstari na wamekuwa na ugomvi naye mkubwa sana. Kwa nini? Yaani wewe sasa hivi unataka nini? Sasa kinachoendelea ni vita ya wakala. Israeli in reality hataki kugombana na Iran. Kawaida kabisa. Israeli hataki vita ya moja kwa moja na Irani. Ndio maana wanapima athari, kuagiza wanajeshi wote watoke kwenye kambi. Kwa hiyo Irani atashambulia nini? Irani atashambulia kambi za kijeshi za Marekani zilizopo Middle East. Je, tukianzisha mashambulizi Irani atashambulia Israeli moja kwa moja, athari itakuja. Kwa hiyo nani bora? Wanaweza wakapima. Anzisha Marekani mashambulizi, halafu Irani atajibu kwenye kambi ambazo tutakuwa tumeshaondoa askari, basi atatulia pale. Mtu mmoja ananiuliza, itakuwa atafanikiwa malengo yake? Kabla namwambia hivi, je, wao watakuwa wamefanikiwa? Kwa sababu kila mtu ana malengo katika hizi vurugu, kuwa okay, mnaenda kufanya mashambulizi ndani ya Iran. Wakati mnaenda kufanya mashambulizi ndani ya Irani, lengo regime change. Huwezi kufanya regime change, lazima uingize kikosi. Kiko wapi kilichoandaliwa hivi sasa? Kutoka nchi gani ambacho kinaenda kufanya regime change? Sioni kikosi chochote ambacho kiko tayari au kiko ready kuingia Irani hivi sasa kwenda kufanya mabadiliko ya utawala. Hauwezi ukafanya mabadiliko ya utawala kama Venezuela. Niliulizwa swali hili, nadhani kwa wale mnaofuatilia habari Dira ya Dunia ya jioni ya leo BBC, ulinisikia niliulizwa hili swali. Je, inawezekana Marekani akafanya kama alivyomfanyia Maduro Venezuela, kwenda kufanya hivyo, na itakuwaje baada ya pale? Nikamwambia hizi ni staili mbili tofauti kabisa. Kama haya kuyafanya Marekani, walikuwa na miaka 40 ya kufanya. Mabadiliko ya uongozi Venezuela
ni miaka wastani 25 toka 1999 wakati Hugo Chavez yupo. Ndio mabadiliko yalikuja, na mwaka 2000 Hugo akawafukuzwa wa Marekani makampuni yao kuwekeza. Lakini tunazungumza Irani since 1979, miaka 46 iliyopita. Kwa hiyo hapa kama kulikuwa kuna mpango, basi hapa ndio Marekani angeanza kabla ya Venezuela. Lakini hili haliwezekani na ni gumu kwa Irani, kwa sababu nimeshawaambia mara kadhaa kuwa jikoni Irani wapo wenyewe. Yaani jikoni wanakopika wako wenyewe. Usalama wa nchi na usalama wa mwisho kabisa unaomuhusu Khamenei unahusu makamanda waliokula viapo. Yaani makamanda walioapishwa kweli kweli na waliochujwa kweli kweli. Sio rahisi, kwa sababu ulinzi wa ndani wa Venezuela, ulinzi wote kuanzia Hugo mpaka Maduro ulikuwa ni ulinzi wa Colombia. Colombia ndio walikuwa wanatoa usaidizi wa ulinzi, na Cuba akitoa usaidizi wa kijasusi, na wengine walikuwa wakijaribu kufanya hivyo. Lakini Iran yani jikoni wako wao tu. Sasa ugumu wake uko hapo. Marekani hakufanya mission ya Delta Force kusema kuwa ana akili nyingi. Alitumia satellite akaamua kuwaona hawa wako wapi, akafanya nini. Hii plani imeingia baada ya kununua watu ndani ya Venezuela na kuamua kutreat. Yani kuwa hauwezi ukaucheza mchezo huo, hata paka huwezi kumkamata. Yani ucheze huo mchezo, uanzishe mashambulizi, utuwe na helikopta zinasikika, mashambulizi yaanze, kila kitu kije, halafu umkute rais katulia tu, halafu uje umkamate. No, huu mchezo umechezewa ndani. Nilishasema siku Maduro atakuja kuzungumza, atayasema mengine kuwa ni nani aliyemchoma, nani aliyemkamata. Kiuhalisia Marekani hakumkamata Maduro. Maduro alishikiliwa na watu wake wa karibu kabla ya kukabidhiwa kwa Marekani. Yani huu mchezo ulichezeshwa kwa watu wake wa karibu. Kwanza wamshikilie wao ili asiweze kufanya lolote. Hebu fikiria wewe hapa, hata mtaa wa pili tutokee labda ujambazi, pipiti risasi zimelia, halafu unawasikia majambazi wanavunja geti. Wanakuja kukamatia wapi? Umetulia chumbani au uko wapi? Au unafanya nini? Lakini Maduro amekamatwa. Nani? Yani kiakili nani? So this is not mission for Delta Force kuwa eti ilikuwa complete, kuwa yani waliakisi kuanzia chini wakamonitor wakafanya nini. No. Hii ni mission ya usaliti ambayo ilianzia ndani, ikaenda wakanunuliwa watu, wakasaliti kila kitu, na ndio ikapelekea kukamatwa kwa Maduro. Sasa hii huwezi kuipeleka kwa Irani ikawa hivyo. Irani unaweza ukafanya labda shambulizi la kutaka kuua, lakini mara ngapi wamejaribu kumlenga kiongozi wa Khamenei? Mara ngapi wameua maafisa wa ngazi za juu wa Irani? Wameweza kutimiza misheni zao. Lakini kwa Khamenei ni swala jingine. Lakini si kuwa wao wanasema kuwa labda tunataka tumuue sana. Wanajua athari ya kumuua. Yani athari wanaijua. Unajua kitu kimoja iko hivi, unapoona Marekani anaagiza kuwa vikosi vyake au wanajeshi au watu waondoke kwenye kambi zake, halafu yeye afanye mashambulizi, manake anajua fika kabisa kuwa yule jamaa atachokifanya. Anajua uwezo wake, anajua kila kitu, ndio maana anachukua tahadhari. Sio tu kwa kama vile Yemen unakwenda tu umeagiza nenda kashambulie kafanya hivi, au sijui nenda kapige sijui Nigeria kule, na unatambaa nenda kapige. Hii ni Irani baba. Irani ana makombora yanaofika nchi yoyote Ulaya. Yani nchi yoyote Ulaya, na hili waliwajibu Ulaya kipindi kile wakati wa 12 days war, kwa sababu Israeli aliwaambia nchi za Ulaya zinapaswa zijiunge naye kwenye vita kwa ajili ya Irani. Irani wakawakumbusha Ulaya, wakawaambia msisahau kuwa kwenye reserve yetu ya makombora tunayo makombora yanayoweza kufika nchi yoyote ya Ulaya wakati mnakuja. Kwa hiyo nchi za Ulaya wakaona huyo hapa, hebu tujiepushe naye. So Irani anayo hayo makombora ambayo yanaweza kafika kokote kule. Sasa unaposema kuwa Irani ametimiza misheni gani anapofanya mashambulizi yake, unajiuliza upande wa pili umetimiza misheni gani? Kwa sababu misheni yao ni ya regime change, mabadiliko ya uongozi. Je, wamefanikiwa? Je, wanategemea wafanye mashambulizi ili waamshe upya waandamanaji na waandamanaji wafanye mabadiliko? Hili nimelizungumza mara nyingi kuwa no, halitotokea. Wairani pale watapoona mashambulizi yanaanza kutoka nje kuelekea ndani, hadi waliokuwa wakifanya maandamano ya upande wa pili watawageuka, watajiunga upande wa pili. Wairani wamechukua nadharia ile ya wa Venezuela waliochukua. Hivi kuna kituko kimoja unajua kilitokea Venezuela, sikukuambia tu kuwa
Unafahamu, baada ya Marekani kumchukua Maduro, halafu Marekani ikatangaza kuwa yenyewe itaiongoza Venezuela. Marekani ikasema itasimamia mafuta ya Venezuela. Unajua maandamano yaliyofuata ndani ya Venezuela yalikuwa ya wanaounga mkono serikali na yalikuwa maandamano ya wapinzani yaliyoungana. Yaani waliokuwa na mpinga Maduro ndani ya nchi wakaungana na wale waliokuwa kimuunga mkono Maduro ndani ya nchi, wakiandamana barabarani kusema kuwa lazima Maduro aachiwe na mamlaka ya ndani ya nchi yetu ni yetu, hatutaki ukoloni. Hivi nani leo duniani anataka nchi fulani ije iendeshe nchi yao? Labda mamluki wachache sana ambao wanalipwa kutokea nje ndio wanaweza wakaakisi kusema kuwa tunataka fulani aje atuongoze hapa ili sono. Lakini watu wengi hata wawe na life gani hawataki kabisa hilo swala la kuja kuongozwa kutoka nje. So hesabu za Trump na Israeli yake bado wanapiga hesabu ambazo haziwezi kutimia. Yaani hesabu zao bado ni ngumu kwa sababu haziwezi kutimia na haziwezi kutimika kwa sababu hii hesabu ukiipiga hivi na goma. Hizi hesabu mlishazipiga na mkafeli. Ni mara nyingi mmejaribu hizi hesabu. Sasa Trump hana chaguzi, katupa mpango wake ambao aliingia nao kwenye meza ya White House, anakuja na mpango mpya ambao amewekewa sasa kwenye project ya Wazayuni kuwa hii ndio utatekeleza na tutaendelea hivi. Naendelea kusisitiza, miaka 3 ya Donald Trump, ulimwengu utaendelea kuwa kwenye vurugu ambayo haijawahi kutokea. Ni pembe zote za dunia zitakuwa na vurugu kubwa sana. Yaani kwa sababu Marekani kazi yake ni kufadhili kile kinachotokea kule. Unakumbuka mwaka juzi wakati wa Joe Biden kuna gharika moja ilitokea, nadhani ilikuwa Hawaii au ilikuwa maeneo gani, kimbunga kibaya sana kule Marekani kilitokea, na kuna wakati moto ulitokea Florida, yale ukaangamiza watu kule sana, na ile gharika ilikuwa kubwa sana. Wakati huo serikali ya Marekani iliwalipa raia wake waliopata gharika hiyo, kila mmoja alilipwa angalau $700, angalau $700. At the same time, wakati huo Marekani ilitoa usaidizi wa kifedha kwa Israeli, ambapo ukizigawa zile fedha ambazo Marekani ilipeleka kwa Israeli, ukichukua per capita, yani kwa raia wote walio Israeli, basi wote walikuwa wamepewa $75,000. $75,000. Ndio maana kuna wakati huwa nawaambia hata wa Marekani wanafahamu kuwa ni slave na wanataka uhuru wao. Kwa sababu wanajua kabisa kuwa tuna viongozi ambao hawatumiki nchi zetu isipokuwa wanatumikia nchi zingine. Kwa hiyo Marekani, raia wa ndani wa Marekani wanaona kuwa ni lazima tutafute uhuru. Kwa hiyo wakati mwingine wanautafuta uhuru wao ambao kiuhalisia hawana. Hiyo ndio dunia ilivyo jamani. Kwa hiyo wacha tusubiri nini kitatokea. Lakini hali ya Mashariki ya Kati iko juu sana, na inaonyesha kuwa huenda tukashuhudia maybe vita fupi. Rahby Digital, haki na ukweli.